chama kinaielekeza wizara na kuitaka wizara ifanye mambo yafuatayo: moja, kuhakikisha mafuta yanapatikana licha ya changamoto zilizopo ili kuendelea kukuza uchumi wa nchi yetu, kwa sababu mafuta ni kiungo muhimu hasa katika ukuaji wa uchumi kupitia viwanda na uzalishaji katika maeneo mbalimbali. Lakini TPDC kuendelea kuwa kiungo muhimu katika uagizaji wa mafuta nchini na kudhibiti wote ambao wanaweza kuleta hujuma, hasa kwa kuchepusha meli za mafuta na kuuza maeneo mengine ili waweze kupata faida. Na kwa nini hapa tunaielekeza TPDC? Kwa sababu tunaamini TPDC ni taasisi ya umma, ni taasisi ya serikali, hivyo inaangalia maslahi ya wananchi kuliko maslahi ya kibiashara, kwa sababu baadhi ya makampuni huwa yana tabia kuchepusha mafuta na wanasema mafuta wamekosa, kumbe wameuza kwa faida. Lakini kudili na suppliers ambao wana uwezo mkubwa. Mfano sasa, tunaipongeza sana TPDC kwa hatua ambayo inaendelea nayo. Baadhi ya nchi hazina mafuta, lakini leo Tanzania tuna mafuta. Maana yake serikali imesimama imara kuhakikisha inakabiliana na upungufu uliopo. Lakini jambo lingine, chama kinaelekeza wizara kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kufanya mwaka 2022 kwa kutoa zaidi ya bilioni 100 ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu waendelee kufurahia matunda ndani ya taifa lao. Hili ninaamini serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi itaona namna bora ya kuweza kufanya. Lakini pia chama kinaitaka serikali ihamasishe kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta katika ofisi za serikali, binafsi na umma kwa ujumla, ili changamoto hizi zinapotokea tuwe na uwezo wa kujiendesha kwa njia ya nishati mbadala kama ambavyo nimeeleza awali, CNG, lakini kwa kutumia gesi asilia kuweza kusaidia kuendesha mitambo, lakini katika matumizi ya kawaida au kufunga gesi katika magari, bajaji na baadhi ya vyombo vya usafiri. Lakini pia chama kinaitaka serikali kuanzisha mfuko maalum pindi zinapotokea changamoto kama hizi, tuweze kuona namna gani tunaweza tukapunguza makali hayo, na hili jambo liko katika mkakati ambao unakaribia kukamilika. Lakini pia kuendeleza ujenzi wa visima vikubwa vya mafuta kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kuweka mawe ya msingi pale Kigamboni. Visima hivyo vizidi kujengwa ili tuwe na uhakika mkubwa wa kuwa na mafuta ya kutosha pindi changamoto zinapotokea. Lakini pia TPDC kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza kwenye vituo zaidi vya CNG kwenye mikoa iliyo jirani na Dar es Salaam, lakini ile mikoa ya mbali waweze kuwekeza katika mini LNG ili kuweza kusafirisha kwa mabomba gesi katika mikoa ambayo inakuwa mbali na maeneo yetu. Sasa hayo baadhi ya mambo nilipenda niyazungumze kwenu waandishi wa habari, muweze kujua mikakati ya chama na namna chama kimeweza kuelekeza kwa serikali hatua mbalimbali za kuweza kuchukua ili kuweza kukabiliana na hii changamoto ya upandaji wa bei ya mafuta. Lakini elimu ndogo ninayopenda kuitoa ni kwamba duniani kote hakuna serikali, hakuna chama cha siasa kinachoongoza serikali ambacho kinafurahia endapo kutakuwa na changamoto zinazowakumba wananchi. Changamoto hii ni ya kidunia, dunia nzima imeathirika na changamoto hii ya mafuta. Nchi mbalimbali mpaka zenye uwezo mkubwa zimepita katika msongo huu mkubwa wa mawazo. Sasa wajibu wetu kama Watanzania wa kwanza ni kuwa wa kweli, na zinapotokea changamoto tusibebe masuala ya siasa katika maisha ya watu.